Ni Jumamosi tulivu, tunakwenda kutazama nini kimejiri huko viwanjani. Naam, sauti ni ile ile, sauti isiyochosha, ni sauti ya roho na maisha, sauti ya kuuhisha na kukupa nguvu, ni sauti ya Kristo viwanjani. Upo pamoja nami mtangazaji wako Faraji Chembe, hapa katika luninga yako pendwa ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani kote. Shalom sana mwanafamilia wetu. Leo jicho la Mungu limeona wapi? Basi usitoke, endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho. 100% Jesus, moja ya kauli mbiu inayojulikana sana duniani, ambayo ilitoka kuanza kuonekana viwanjani na hatimaye imekuwa ikionekana kila kona ya mitaa. Ipo kwenye kofia, kwenye mashati, kwenye mabegi, mpaka bangili za mikononi. Hivi ndivyo ambavyo Kristo anajitangaza kupitia wana wa michezo mbalimbali huko viwanjani. Ngoja nikupe story kidogo. Neymar da Silva aliwahi kusema kwamba mama yake anampenda sana, na tangu udogo wake amekuwa akiambiwa na mama yake habari za Yesu Kristo. Mama yake alimwambia kwamba pasipo Yesu maisha hayana maana. Kristo ndiyo maisha. Hilo ndio lilimfanya mama yake kumtengenezea kitambaa kidogo cha kuvaa kichwani kilichoandikwa maneno 100% Jesus. Pindi ambacho Neymar alianza kuchukuliwa kwenda kushiriki mashindano ya mpira wa miguu ya mitaani iliyohusisha timu za wachezaji watano maarufu kama futsal. Huu mchezo ni maarufu sana huko nchini Brazil. Mama yake na Neymar alimtengenezea kitambaa hicho kwa ukumbusho kwamba hata huko katika mpira atambue kuwa anapaswa kuishi maisha ya Kristo. Tangu 2003 Neymar amekuwa akitumia kitambaa hicho hata alipoanza soka la kulipwa. Kauli mbiu hii ikashika kasi pale alipokivaa kitambaa hicho mwaka 2015 wakati wa shamra za ubingwa wa ligi ya Ulaya na timu yake ya FC Barcelona iliposhinda goli 3-1 dhidi ya Juventus, na yeye Neymar kumaliza kama mfungaji bora wa mashindano hayo. Tangu hapo kauli mbiu hii imevaliwa na wanamichezo kila upande wa dunia. Imekuwa ishara ya nguvu na ujasiri wa kuendelea kumtumikia Kristo Yesu viwanjani. Basi mwanamichezo mwenzangu, mahali popote mwonapo Neymar amevaa kitambaa hicho, basi ujue anatangaza ya kwamba yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo kwa upendo duniani kote, kwa ajili ya kufunua ufalme wa Mungu ili watu wote wapate kupokea maisha ya Mungu duniani. Neymar na kwetu pia Kristo maisha yenyewe na maana ya maisha, kama ambavyo yeye mwenyewe aliwahi kutuambia kwenye kitabu cha Yohana 14:6, akituambia kwamba mimi ndimi njia, kwa sababu nina ile kweli, yani taarifa sahihi ya kuingia kwenye yale maisha. Mtu hawezi kuwa na mahusiano na Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Hiyo ni tafsiri ya Kingdom Bible. Usiogope, tuko wengi sana. Karibu nawe mwanafamilia wetu wa Kristo viwanjani, katika familia kubwa kuliko zote duniani. Tunarudia tena, usiogope, tupo wengi sana. Kauli mbiu hiyo basi inanikumbusha jioni ya siku ya 9 ya mwezi wa 4 mnamo mwaka 2025 wakati Simba Sports Club ilipofanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali ya mashindano ya kombe la shirikisho Afrika baada ya kupindua matokeo ya awali ya goli 2-0 ya mchezo wa kwanza, ambapo walipoteza dhidi ya Al Masry ya nchini Misri. Jioni ambayo beki kitasa wa kulia wa timu ya Simba Sports Club na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, beki ambaye ameendelea kuwa bora kwa miaka mingi tangu mwaka 2011 alipoanza kucheza soka la kulipwa rasmi, beki wa mpira wa kisasa kabisa. Hapa ninamzungumzia Shomari Salum Kapombe, maarufu kwa jina la utani la Baba Esther. Alionyesha kwa ulimwengu mzima sababu ya mafanikio yake makubwa katika soka licha ya changamoto kadha kubwa ambazo aliwahi kukutana nazo. Baada ya kufunga penati ya mwisho na penati ya ushindi kwa Simba, Shomari Kapombe alivua jezi yake na kubaki na fulana yake ya ndani iliyokuwa imeandikwa maneno 100% Jesus. Wana Simba wakafurahi, Watanzania tukafurahi, na wanafamilia wa Kristo tukafurahi mno kwa kitendo hicho alichokifanya, ambapo bila shaka kiliwaokoa baadhi ya watu na kuwatia nguvu na ujasiri wana wa Mungu wengine ambao walikuwa wamefichwa katika kivuli cha hofu ya dini.
Asante kwa kutuonyesha njia Shomari. Asante kwa kutuonyesha kweli Shomari. Asante kwa kutuonyesha maisha Shomari. Ama kwa hakika umefanya kazi yako vyema, kama ambavyo unapopenda kujiita, show me the way. Endelea kuwa mkuu kwa viwanjani, na kila mahali ulipo uzidi kustawi na kuwa kijana katika Bwana kila siku. Wanafamilia wa Kristo Viwanjani, tunakuombea uzidi kupata mafanikio katika maisha yako ya soka. Makombe 13 uliyofanikiwa kuyapata na klabu yako ya Simba yawe ishara ya kuendelea kushinda na roho za watu kwa ajili ya Kristo. Uthubutu wako wa kuendelea kufanya vyema hata ulipokumbwa na majeraha yaliyokuweka nje ya uwanja kwa zaidi ya mwaka mmoja na miezi 7 umetuonyesha maana halisi ya kwamba hakuna linaloshindikana kwa Kristo. Asante kwa kututia moyo wa kuendelea mbele katika kazi ya Bwana. Naam, hili ni jukwaa la Roho wa Neema, vipawa, ugunduzi na matendo ya kinabii. Kristo Viwanjani imeandaliwa na kuandikwa na mchungaji Elney Mbala, hapa Sonship Spirit TV. Basi nikutakie weekend njema, weekend ya baraka, weekend ya furaha, ufurahi pamoja na familia yako na yoyote umpendaye. Bye bye, tukutane Jumamosi ijayo.